Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Wakati Rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba wameenda kuondoa makombora yaliyozikwa baharini katika mlango wa bahari Hormuz, Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anasema lango la bahari la Hormuz haliwezi kufunguliwa tena kwa njia ya diplomasia, licha ya kwamba Washington inataka kutumia mashinikizo ya kijeshi dhidi ya Tehran na kwamba watashindwa kufungua mlango huo ikiwa watatumia njia hizo. Kwa muda mrefu Marekani imetumia njia nyingi kwa kutumia nguvu kubwa katika kutaka kumiliki mlango wa bahari wa Hormuz, lakini haikuwezekana. Hata hivyo, Rais Donald Trump amesema kwamba jeshi la CENTCOM limeenda kuondoa vizuizi vilivyopo katika lango la bahari la Hormuz, kwa maana makombora yaliyozikwa, akisema kwamba wamegundua ni wapi yalipo na ondoa. Lakini Iran inasema kwamba eneo hilo hakuna nchi yoyote yenye uwezo wa kwenda kufukua makombora hayo, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi akisema Iran ilishaufunga mlango wa bahari wa Hormuz kujibu kampeni za kijeshi za Marekani na Israel zilizoanzishwa mwishoni mwa Februari, na hakuna yeyote aliyeweza kuondoa chochote katika lango hilo la bahari la Hormuz. Washington baadaye iliweka kizuizi cha majini kwenye bandari za Iran na kuzidisha mzozo juu ya njia ya kimkakati ya maji ambayo kihistoria imebeba karibu robo ya biashara ya mafuta ya baharini duniani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghei alisema jana Jumatatu kwamba diplomasia ni hakika ni sehemu ya mapambano ya kulinda maslahi yetu ya kitaifa, lakini akaongeza kuwa wakati wa kushughulika na upande unaosisitiza matumizi ya nguvu, vikwazo vya baharini sio hatua ya kidiplomasia ambayo tunaweza kuiondoa kupitia diplomasia. Tuna uwezo wa kutumia nguvu ikiwa watatumia nguvu. Hakika lazima utumie mamlaka na nguvu za kijeshi pamoja na diplomasia kuzuia uchokozi wa Marekani, na hilo ndilo linalofanyika. Wa Iran hawakubaliani na eneo la mlango wa bahari wa Hormuz kutwaliwa na wa Marekani, Baghei aliambia mkutano wa waandishi wa habari. Tehran imeweka mlolongo wa masharti ya kufungua tena mlango huo wa bahari, ikiwa ni pamoja na kulipo fidia kwa uharibifu wa vita, kuondolewa vikwazo na kuachiliwa kwa fedha za Iran zilizogandishwa, pamoja na kukomeshwa kabisa kwa uhasama dhidi ya Iran na washirika wake wa kieneo. IRGC pia imesema kuwa kufungua tena lango la bahari la Hormuz kutategemea Washington kukubali kikamilifu masharti ya Tehran, jambo ambalo ni gumu kwa Marekani, na Rais Donald Trump ametamka wazi kwamba Washington haitalipa fidia katika vita hivi, isipokuwa kama wa Iran wanataka kulipwa, basi wanapaswa nao kuwalipa wa Marekani kutokana na matukio mengi ambayo aliyaeleza. Rais wa Marekani Bwana Trump alisema kuwa Washington haikuwa na haraka kufikia makubaliano, akiambia Axios kwamba Washington ilikuwa na mazungumzo ya chini huku ikiruhusu shinikizo la kiuchumi kwa Tehran. Tunajadiliana nao nusu tu. Tunaitazama Iran na mfumuko wake mkubwa wa bei na ukweli kwamba hawana pesa, Trump alisema na kuongeza, ni kama mchezo wa chess. Mazungumzo hayo yanafuatia majuma kadhaa ya kutoelewana kuhusu hati ya maelewano yenye vipengele 14 ambayo ilianzisha usitishaji vita wa muda na kutoa nafasi ya kuondolewa taratibu kwa vikwazo vya Marekani kwenye bandari za Iran na kurejeshwa kwa trafiki za kibiashara kupitia lango la bahari la Hormuz. Mapigano yalianza tena mwezi uliopita baada ya pande zote kushindwa kuafikiana jinsi mpango huo unavyofaa kutekelezwa. Iran na Oman wakati huo zinajadili mipango ya baadaye ya meli kupitia mlango wa bahari, ingawa Tehran imesisitiza kuwa makubaliano yote na Muscat yenyewe hayatamaanisha njia ya majini kufunguliwa tena. Usumbufu wa usafiri wa majini kupitia lango la Hormuz umeweka shinikizo endelevu kwa masoko ya nishati ya kimataifa. Bei ya mafuta ilipanda karibu 3% mnamo jana Jumatatu, huku kukiwa na kutokuwa na uhakika juu ya mazungumzo, na kiwango cha kimataifa cha Brent kilifikia $85 kwa pipa, na huko nchini Marekani likiuzwa kwa $80. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.